Sekeseke linaloendelea nchini Haiti limeteka hisia katika jamii ulimwenguni kote. Vyombo vya habari vya ulimwenguni vimezizima kwa habari kuhusu Haiti na watu wakishangaa ni namna gani kiongozi wa genge la uhalifu Barbecue ameweza kumshinikiza waziri mkuu wa nchi kujiuzulu na yeye sasa kugeuka kuwa kama ndo mmoja kati ya viongozi wakuu wa taifa hilo. Kuelewa kinachoendelea nchini Haiti, tunapaswa kufahamu masuala matatu muhimu sana. Mosi, tukio la kuuawa kwa rais wa Haiti. President Jovenel Moïse has been assassinated. Ilikuwa ni mwaka 2021, kuibuka kwa waziri mkuu na kaimu rais Ariel Henry na mafungamano ya magenge ya uhalifu ndani ya Haiti na CIA na DEA ya Marekani. Na yachambua masuala yote haya matatu kwa kina, na kisha tukio hili la magenge ya uhalifu ya kuongozwa na mhalifu mashuhuri Barbecue kumshinikiza waziri mkuu na kaimu rais kujiuzulu na magenge ya uhalifu sasa kuitawala nchi kama ndio serikali rasmi. Dakika chache tu baada ya kutimia saa 7 za usiku, siku ya tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka 2021, kwenye maeneo yanayoitwa Petionville, magari yapatayo 5 yakiwa yameongozana katika mtindo wa msafara yalikuwa yanatembea kwa kasi kuelekea upande wa mji wenye muinuko kiasi ambapo matajiri wengi huishi. Msafara huu wa magari hayo 5 ulikuwa na gari 2 zilikuwa aina ya Ford Expedition na gari nyingine 2 Toyota Land Cruiser pamoja na moja aina ya GMC Canyon. Msafara uliendelea kwa kasi mpaka kufikia mtaa unaoitwa Pelerin. Mtaa huu ndio mtaa wa kitajiri zaidi katika nchi ya Haiti. Kwenye mtaa huu ndipo kuna makazi ya wafanyabiashara wakubwa wa Haiti, ofisi za mashirika ya kimataifa, balozi mbalimbali na hata watumishi waandalizi wa serikali wanaishi kwenye mtaa huu wa Pelerin. Na kwenye huu mji mkuu wa Haiti unaitwa Port-au-Prince. Utamu wa mtaa huu wa kitajiri ni namna ambavyo umejitenga pembezoni kabisa kwa mji mkuu na hivyo kuufanya uwe mtaa tulivu, tofauti kabisa na kashikashi za maeneo ya katikati ya jiji la Port-au-Prince. Mtaa huu upo pembezoni mwa mji mkuu, maeneo yenye muinuko wa vilima. Maeneo haya ya mji, hata namna ambavyo nyumba zake zimejengwa ni tofauti na maeneo mengine ya Port-au-Prince. Na hapa kwenyewe kutokana na kuwa eneo la vilima, kwa hivyo nyumba nyingi zimejengwa kwa kuchimba eneo la kilima ili kupata tambarare na kuweka msingi wa nyumba. Kama umepita maeneo ya milima hata hapa kwetu, basi utajua ni aina gani ya ujenzi ambao na uzungumzia. Basi mtaa huu wa Pelerin ninaoeleza ndio upo namna hiyo. Sasa uzuri wa mtaa kuwa maeneo namna hii, kunakuwa na utulivu mkubwa na hali ya hewa pia inakuwa ni nzuri. Unapata view nzuri kuona eneo la nchi karibia lote la mji mkuu wa Port-au-Prince. Sasa kwenye mtaa huu, licha ya kukaa matajiri, mabalozi na watu wengine muhimu, lakini kulikuwa na mtu mmoja adhimu zaidi ambaye alikuwa akiishi hapa. Mtu adhimu kuzidi mtu mwingine yote ndani ya Haiti. Mojawapo wa nyumba kwenye mtaa huu ilikuwa ni nyumba ya kifahari anayoishi Jovenel Moïse, rais wa Haiti. Rais Jovenel alikuwa anaishi hapo yeye pamoja na familia yake. Najua unajiuliza ni kwa nini anaishi mtaa huu ambapo anapakana na nyumba za raia wa kawaida, kwamba hapa ndio ikulu. Hapana, hii haikuwa ikulu ya Haiti. Hii ilikuwa ni nyumba binafsi ya Jovenel, lakini ndiko ambako alikuwa akiishi kwa muda wote. Ikulu ya Haiti inajulikana kama Palais National, yani National Palace, na ipo katika mji mkuu wa Port-au-Prince kwenye mtaa unaoitwa Champs de Mars. Ikulu yao hiyo ina historia kubwa sana na imejengwa tangu mwaka 1914 na waliijenga kwenye mtindo wa kufanana kabisa na White House ya Marekani. Lakini ikulu hii iliharibika vibaya zaidi mwaka 2010 kutokana na tetemeko la ardhi baya zaidi ambalo lilikumba nchi ya Haiti, na kama unakumbuka, maelfu ya watu walipoteza maisha na mpaka kukawa na kampeni ya kidunia ya kuhamasisha kusaidia Haiti. Tangu ikulu ile rasmi ya Palais National kubomoka baada ya tetemeko mpaka leo hii bado ingali ikijengwa taratibu, na ujenzi wake umekuwa unasuasua kutokana na sababu kadha wa kadha. Kwa hivyo Rais Jovenel Moïse aliposhika nchi, yeye akaamua kwamba ataendelea kuishi kwenye nyumba yake binafsi ambayo ndio hiyo nayoeleza ipo kwenye mtaa wa kitajiri kabisa vilimani, mahali panaitwa Pelerin. Magari haya yalipofika karibu na nyumba ya Rais Jovenel yakashika breki na milango ikafunguliwa. Watu wapatao 28 waliovalia kikomando kwa sare za kijeshi za rangi nyeusi na kujizatiti kwa silaha nzito waliruka toka kwenye magari haya, na kwa ustadi mkubwa kana kwamba wako kwenye uwanja wa vita wakaanza kuisogelea kinyemela kabisa nyumba ya Rais Jovenel. Makomando hawa kwa kasi ya ajabu wakatambaa mpaka kwenye geti la nyumba ya rais
na kuwaweka chini ulinzi wanausalama ambao waliwakuta getini. Kisha geti likafunguliwa. Makomando wapatao 12 wakabakia nje ya geti kuweka mzingo wa kujihami, alafu 16 wakaingia ndani ya geti. Walipoingia ndani ya geti wakapiga risasi kadhaa hewani kama onyo pamoja na kulipua mabomu ya mshtuko, yani stun grenades, na kisha wakawaweka chini ya ulinzi wote waliokuwa kwenye eneo la wazi la nyumba. Kisha makomando wakajigawanya. Wale 16 walioingia ndani ya geti, 8 wakabakia kwenye eneo la wazi la nyumba, yani ndani ya geti, wakiwafunga pingu za plastiki walinzi wa rais, wakati wengine 8 wakaingia ndani ya nyumba kufanya msako. Jumba hili la rais lilikuwa ni kubwa kweli kweli, kasri la kifahari. Kwa hivyo makomando hao kwa kila chumba ambacho kilikuwa kimefungwa walipiga risasi kitasa ama kutumia bomu kuvunja mlango na kisha kuingia ndani kufanya msako. Ndani ya kama dakika 5 hivi wakafanikiwa kung'amua chumba ambacho rais alikuwa amejificha ndani yake. Wakapiga bomu, kuvunja mlango na kisha kuingia ndani yake. Wale makomando wengine ambao walioacha nje ya geti ili kuweka mzingo kwenye kujihami, mmoja wao akatoa kipaza sauti na kuanza kuongea kwa Kiingereza safi kabisa kilichonyooka kwa lafudhi ya Kimarekani. "This is a DEA operation, everybody back up, stand down." Akarudia tena kauli hii mara kadhaa, akiwa na maana kwamba idara ya DEA ya Marekani walikuwa wanatekeleza operesheni muda huo kwenye eneo hilo. Hivyo basi maafisa wa polisi wa Haiti ambao labda wamesikia milio hiyo ya risasi na mabomu yakipigwa wasijaribu kusogea eneo hilo au kuingilia hicho kinachofanyika. DEA, yani Drug Enforcement Administration, ni idara ya Marekani ambayo inahusika na kuzuia usambazaji wa madawa ya kulevya. Inawezekana kwamba wengi hamfahamu hili, lakini ukweli ni kwamba nchi ya Haiti hawana jeshi. Well, unaweza kusema wanalo, lakini kwa uhalisia ni kama hawana. Miaka ya zamani, mwaka 1950 mpaka mwaka 1990, walikuwa na jeshi imara sana, lakini jeshi lao hili pia likaja kuwa kikwazo kwa nchi. Kwenye miaka ya 70, 80 na 90, mapinduzi ya kijeshi yalikithiri mno pale Haiti. Kila mara jeshi lilikuwa linapindua serikali. Kwa hivyo, mwaka 1995 rais wa kipindi hicho akalifuta jeshi la nchi hiyo. Na ili kuhakikisha kwamba jeshi hilo alilolifuta hawalipizi kisasi au kufanya machafuko, rais wa wakati huo akaingiza vikosi vya Umoja wa Mataifa wakiongozwa na Marekani kwa ajili ya kuwapokonya silaha wanajeshi wao. Kwa hivyo, toka mwaka 1995 Haiti hawana jeshi. Badala yake wakaongeza nguvu kwenye jeshi la polisi pamoja na Coast Guard kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi inakuwa na utulivu na watu wanaishi kwa kufuata sheria. Na masuala mengine yote ya kijeshi yalikuwa yanatekelezwa hivyo vikosi vya kijeshi vya Umoja wa Mataifa wakiongozwa na Marekani. Mwaka 2017, huyu Rais Jovenel alianza juhudi za kuunda upya jeshi la Haiti. Japokuwa sababu zake za kuunda upya jeshi hazikuwa na manufaa ya kitaifa na zilikuwa na hila kubwa. Nitazieleza hizo hila hapo baadaye. Sasa Haiti siku hizi imeibukia kuwa moja kati ya njia kuu ya madawa ya kulevya kusafirisha toka Marekani na kusini na kuingia nchini Marekani au kusafirishwa kwa maji kwenda bara la Ulaya. Kwa hivyo kutokana na Haiti kutokuwa na jeshi ama jeshi imara, Marekani wamekuwa na wapa msaada mkubwa wa operesheni dhidi ya magenge ya madawa ya kulevya. Kwa hivyo DEA ya Marekani wana ofisi ambayo ipo kama kambi ndogo ya kijeshi ya DEA ndani ya ardhi ya Haiti. Na DEA wameruhusiwa kufanya operesheni ndani ya ardhi ya Haiti na wamekuwa wakifanya operesheni zao za kijeshi kukamata wafanyabiashara wakubwa wa madawa ya kulevya. Sasa naamini umeelewa kwa nini mmoja ya wale makomando ambao walibakia nje ya geti alitoa kipaza na kuongea kwa sauti na kusema kwamba "This is a DEA operation, everybody back up, stand down." Hii ilikuwa ni kuwaonya maafisa wa polisi wa Haiti wasiingilie hichi walichokuwa nakifanya hapo, sababu idara ya DEA ya Marekani wana mamlaka makubwa ya operesheni ndani ya Haiti kuzidi hata jeshi la polisi la nchi ya Haiti. Makomando hawa 28 waliofika hapo nyumbani kwa Rais Jovenel walikuwa wamevalia sare za jeshi nyeusi zenye nembo ya DEA. Aina ya sare ambayo huwa zinavaliwa na kikosi maalum cha DEA wanapokuwa wanatekeleza operesheni kama hizi hapa. Lakini bado haikuwa inaingia akilini. Inawezekanaje DEA wafanye uvamizi kama huu dhidi ya rais wa nchi, tena kwenye makazi yake ambayo ndio ikulu ya nchi kwa wakati huo? Turejelee pale mwanzoni ambapo nilikwambia kwamba makomando walioingia ndani ya nyumba wakagundua ni chumba gani ambacho alikuwa amejificha Rais Jovenel. Wakapiga bomu mlango na kuvunja kisha kuingia ndani. Ndani ya chumba hicho walimkuta Rais Jovenel Moise akiwa amejificha na mkewe anayeitwa Martine.
Makomando wakawakamata wote wawili na kuwapigisha magoti na kuanza kupekua makabati kana kwamba kuna nyaraka fulani wanaitafuta. Wakawauliza, iko wapi? Mmoja kati ya komando akauliza Rais Juvenal. Rais Juvenal aliposhindwa kuwapa jawabu ambalo linawaridhisha, komando huyo kiongozi akaamuru wenzake afanye jambo. Mwenzake huyo mwingine akamfiatulia risasi mguuni mke wa Juvenal. Kisha komando kiongozi akauliza tena, akamtishia Juvenal kwamba wataendelea kumtesa mke wake kwa kumpiga risasi kiungo kimoja kimoja mpaka atakapowapa jawabu la kweli. Kwa hivyo akamuuliza tena, where is it? Yani, ipo wapi? Kadri ambavyo makomando waliuliza maswali na kupewa majibu ambayo hawakuridhishwa nayo, ndivyo ambavyo waliendelea kumpiga risasi Juvenal pamoja na mkewe, wakiambatanisha na ngumi na mateke pia. Kwa muda wa dakika 20 nyingine, Rais Juvenal alikuwa amepigwa risasi zipatazo 12 huku akiwa anahojiwa aseme mahali ilipo the list. Alipigwa risasi mkononi, mguuni, pajani, jicho la kushoto na risasi kadhaa kifuani. Mkewe alikuwa amepigwa risasi kadhaa mguuni, mkononi, mgongoni na tumboni pia. Ni nini kiliendelea baadaye? Subiri sehemu ya pili.